Karibu kuitazama M15 TV. Majina yangu ni Memorasia Sylvester, kwenye kamera ni Jonas Jones JR. Niko na mdau wa michezo hapa, lakini pia mwanahabari Msabaha kutokea Wasafi Media. Nazungumza naye kuelekea kwenye mchezo wa dabi baada ya mkutano wa waandishi wa habari kumalizika hapa NBC. Tupate maoni yake naye kwa upande wake, anazungumza nini kuelekea kwenye mchezo huo. Karibu tumsikie Msabaha. Mambo? Niko vizuri. Mzima? Mzima, sio wewe? Bwana kweli. Namshukuru Mungu. Kazi? Bomba. Msabaha, tuambie kwanza kuelekea kwenye mchezo huu ambao umekuwa na sintofahamu nyingi, kuahirishwa mara nini na nini, lakini hatimaye siku imefika bwana. Kesho tunakwenda kushuhudia mchezo huo. Kwa kila ambacho unakiona kwenye mitandao ya kijamii kuelekea kwenye mchezo huo, na ukitazama Simba, ukiwatazama Yanga, nini ambacho unakitazamia kuelekea kwenye mchezo huo? Bado naona kuna hali ya sintofahamu kulingana na mazingira yaliyopo ya nje. Kwa ndani sio sana. Kunaonekana kuna kuridhia kwa kuchezwa mchezo, lakini bado kuna mambo ambayo yanatia shaka, kwa maana uvunjwaji wa kanuni kama hivi, Simba kutofika katika mkutano wa makocha na wanahabari, lakini sio jambo ambalo linaweza likavunja mchezo. Lakini tukijikumbusha jambo ambalo lilivunja mchezo uliopita, tarehe awali iliyopangwa ilikuwa ni wao kutofanya mazoezi katika uwanja wa mechi. Sasa hili pia linaweza ikawa moja ya, lakini matamanio yangu ni kuona mchezo huo unachezwa, ligi inamalizika, bingwa anapatikana, kwa sababu kiuhalisia ligi haiwezi kuwa imeisha mchezo mmoja ukiwa haujachezwa. Sasa hivi hatuwezi kuweka tiki moja kwa moja kwamba Ken Gold na Kagera wameshuka wakati bado mchezo mmoja kwenye ligi haujamaliziwa. Kwa hiyo mchezo ule ndio utaathiri msimamo mzima na utaweka usahihi wa ligi hii kuanza na kumalizika kwake. Mazingira ya nje ya kwamba hatuchezi hawa, inabadilika inaenda hatuchezi hawa, ni moja ya sababu ambazo zimeipa timu hizi mbili jina la kulwa na doto. Kuna vitu huwa vinashabihiana sana, kila mtu anafanya kwa wakati wake. Sioni sababu za Simba kutocheza mchezo baada ya tarehe hii kupangwa, japo wao wanayo sababu ya kwamba kulingana na zile taarifa walizotoa kwamba baada ya tarehe ile ya awali kuondolewa tarehe 15 Juni hawatocheza tena, na hawajatoa taarifa tena, hawajazungumza tena. Kwa hiyo inatilia mashaka kijumla kwenye kuona watakuja ama hawatakuja uwanjani. Kimya huu ambao tuliona kwa Simba kuanzia tarehe 15, pengine labda ndio umechangia kwenye hiki ambacho kinaendelea mpaka sasa hivi. Ni moja ya sababu ya kutilia mashaka. Tangu mchezo wa tarehe 15 uliposogezwa mbele, Simba hajasema kitu chochote mpaka hivi sasa. Kwa hiyo ni kitu ambacho kinatia shaka, na Waswahili wameshasema lisemwalo lipo ama laja. Hatujui kama linakuja ama ndo lipo, kwa sababu ya usiri uliokuwepo na ukimya uliokuwepo. Lakini hata viongozi wa Simba baada ya mchezo wao wa mwisho dhidi ya Kagera walisema kwamba watatoa taarifa. Leo ni Jumanne, mchezo unatakiwa kwa kesho Jumatano, hakuna taarifa yoyote ambayo imetoka mpaka hivi sasa. Msabaha, kama ikitokea Simba hawatocheza tena mchezo huu, unatamani maamuzi gani yachukuliwe sasa kwao? Binafsi naona kanuni tu zifuatwe, kwa sababu hatuwezi kuwa na nchi ambayo timu mbili zinababaisha mpira wake. Na hapa bila kuficha, Simba na Yanga zimejikuta na nguvu ya kufanya wanachokitaka. Mara nyingine imepelekea kupeleka pressure nzito kubwa kwa shirikisho, pressure kwa bodi ya ligi, kutokana na maamuzi na matamko ambao wanatoa. Muda mwingine yanakwenda kinyume na kanuni, lakini yanapita. Kwa hiyo nafikiri kanuni zifuatwe tu. Kama kuna sehemu Simba wanaona bodi ya ligi walikosea kikanuni, basi kanuni zifuatwe. Kama watoke wazungumze na wao. Yes, wazungumze, kwa maana kwamba sheria zifuatwe, waseme nini kilikosewa na sheria ifuatwe. Kama Yanga wanaona kuna jambo limekosewa kikanuni, basi sheria zifuatwe, bodi ya ligi hivyo hivyo, TFF hivyo hivyo. Mwisho wa siku tuwe na ligi imara, lakini kuzipendelea timu mbili haileti mlinganyo. Yaani wengine wanaonekana kama wanashiriki tu kwenye ligi na sio washindani, ama ni kama wapo tu, wakati wao wana thamani kubwa sana. Ingetoka timu moja leo kabla ya ligi kuisha, ingekuwa kuna athari kubwa. Ndivyo hivyo ambavyo hizi timu zingine zinaathiri hata kisaikolojia. Watu wengine wanajiona kama wao wanatakiwa kupambania kubaki kwenye ligi na sio kushindana kule juu. Wao kama hawana haki kama ilivyo timu zingine ambavyo kanuni na paso zifuatwe. Msabaha, bila shaka unapitia sana mitandao ya kijamii. Tumeona baadhi ya mashabiki wa Simba wakizungumza kwamba hawachezi, lakini kuna wengine ambao wana matumaini kwamba mchezo huo utachezeka kesho. Lakini pia hata ukiangalia hamasa sio kubwa sana, sio kwa Simba, sio kwa Yanga.
pengine hili kwa mashabiki bado linawapa ile sintofahamu na wao kwamba pengine kesho timu haitakwenda uwanjani? Tuanzie kwenye level ya uongozi. Mchezo wa Simba na Yanga ni mkubwa sana, una hofu yake, una pressure yake. Nafikiri ndio ina affect hadi wa mashabiki, ambapo umesikia kuna sintofahamu za mashabiki wa Simba, wengine wakisema hatuchezi, wengine wanasema tumemaliza ligi, wengine wanasema wakacheze wamalize. Wao hawana kauli thabiti kwamba itakuwa ni maamuzi, lakini vile wanavyovisema pia vinapeleka pressure kwenye level ya uongozi. Je, tukacheze ama tusicheze? Na hii pia imetoka juu imekuja chini, na chini wameibeba kwenda nayo mbele zaidi. Kwa hivyo nafikiri upo muda viongozi wawe na kauli thabiti katika kuendesha timu zao. Hii hatuchezi ya Simba, sidhani kama shabiki tu aliibuka akasema. Inawezekana kuna namna ambapo ilipoanzia mpaka wao kufikia kusema hatuchezi. Kuna umuhimu wote viongozi wa Simba wakatoa taarifa yoyote pengine hata hii leo kwa mashabiki wao ili wajue kinachoendelea, kama kesho watakwenda au hawatakwenda? Umuhimu upo kwa sababu mwenyekiti wa Simba Murtaza Mangungu alisema kwamba watatoa taarifa kabla siku ya mchezo. Mpaka sasa hivi wako kimya. Kwa nini wasitoe taarifa ambayo inabainisha mchezo kuwepo ama kutokuwepo? Kwa sababu walikuwa wanaulizwa tu kuhusiana na maandalizi ya mchezo. Bado ilikuwa ni nzito kusema kwamba wamejiandaa kiasi gani ama wanauendeaje mchezo. Wanasema watatoa taarifa. Watoe taarifa, muda unakwenda. Na hivi vitu vinahitaji muda. Unajua kikanuni za mchezo upo muda rasmi kabisa, game inakuwa on. Kuanzia kwenye pre-match meeting, pale game inakuwa on na kuna athari zake kama kuna vitu kifanya kinyume na kanuni kuelekea mchezo. Watoe taarifa, watu wajue wanakwenda uwanjani au haendi, kwa sababu itakuwa hasara kwao kama athari kwao, kwamba timu itakwenda afu mashabiki watakuwa wachache. Wanahitaji hiyo nguvu ya mashabiki. Simba kwenye mchezo ule inahitaji matokeo ya aina moja tu, tofauti na Yanga ambao wanahitaji sare ama kushinda. Wao wanahitaji kushinda tu. Kwa hiyo ili ushinde tu mchezaji anahitaji nguvu, sio kwenye kula tu au mazoezi. Na awe na shabiki jukwani ili amsupport kutekeleza lile ambalo analiendea kwenye dakika 90. Shukrani sana. Asante sana. Kwa sababu walikuwa wanaulizwa tu kuhusiana na maandalizi ya mchezo. Bado ilikuwa ni nzito kusema kwamba wamejiandaa kiasi gani ama wanauendeaje mchezo. Wanasema watatoa taarifa. Watoe taarifa, muda unakwenda. Na hivi vitu vinahitaji muda. Unajua kikanuni za mchezo upo muda rasmi kabisa, game inakuwa on. Kuanzia kwenye pre-match meeting, pale game inakuwa on na kuna athari zake kama kuna vitu kifanya kinyume na kanuni kuelekea mchezo. Watoe taarifa, watu wajue wanakwenda uwanjani au haendi, kwa sababu itakuwa hasara kwao kama athari kwao, kwamba timu itakwenda afu mashabiki watakuwa wachache. Wanahitaji hiyo nguvu ya mashabiki. Simba kwenye mchezo ule inahitaji matokeo ya aina moja tu, tofauti na Yanga ambao wanahitaji sare ama kushinda. Wao wanahitaji kushinda tu. Kwa hiyo ili ushinde tu mchezaji anahitaji nguvu, sio kwenye kula tu au mazoezi. Na awe na shabiki jukwani ili amsupport kutekeleza lile ambalo analiendea kwenye dakika 90. Shukrani sana. Asante sana.